Taifa la Mungu aliye hai, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa Jerusalem Family TV, ambayo ni huduma ya uinjilishaji kwa njia ya vyombo vya habari. Tunayofuraha kukukaribisha siku ya leo tunapoendelea mbele na semina yetu nzuri ya Kwaresima. Ni semina iliyoandaliwa kwa ajili ya kutufundisha maarifa mbalimbali katika kipindi hiki cha Kwaresima, ili atujengee msingi wa maisha ya kudumu kama Wakristo, maisha yaliyojawa imani yenye ushirika mzuri na Mungu wetu. Karibuni sana wapendwa. Leo ni siku ya 6 ya semina yetu. Semina hii ni ya siku 10 na leo ni siku ya 6. Kama ndio unanipata kwa mara ya kwanza, naitwa Mwalimu Petro, napatikana Jimbo Kuu Katoliki la Arusha nchini Tanzania. Karibu sana, tufungue kwa sala ili moja kwa moja tuanze semina yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambao Bwana unatupa kibali kuwepo hapa. Asante Mungu kwa ajili ya matendo yako makuu ambao Bwana umeendelea kutujalia katika maisha yetu. Asante Mungu kwa ajili ya wema wako na uaminifu wako. Asante Mungu kwa ajili ya mapenzi yako maishani mwetu. Asante Mungu kwa sababu unastahili sifa, heshima na utukufu. Asante Baba, hata tuko hapa si kwa mkono wa mwanadamu, bali ni katika mkono wako Mungu uliye hai, ndiye ambao umetubeba na kutuwezesha kuwepo hapa. Hakika Mungu tunakusifu, hakika Mungu tunakuabudu, hakika Baba tunakutukuza kwa matendo yako makuu na ya ajabu. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya siku 5 ambazo Bwana zimeendelea kutembea na sisi kwenye hii semina. Hakika Baba, ni kwa uweza wako na nguvu zako. Roho Mtakatifu tunakukaribisha, tunaomba uje mahali hapa utusimamie, ili kile tunachojifunza Bwana kiweze kuachilia uzima ndani yetu, kiweze kuachilia uhai ndani yetu. Achilia mafuta yako Roho Mtakatifu kwa kila mtoto wako aliyoko hapa. Bwana, kila mmoja naomba ujaze nguvu, ujaze mafuta, ili sote neno lako hili liweze kutuinua hatua moja kwenda hatua nyingine. Asante kwa ajili ya wale ambao unaendelea kukutana nao kwenye hii semina. Bwana, tuseme nini? Ndio maana tuko hapa kukushukuru, tuko hapa kukuinua kwa matendo yako makuu na ya ajabu, katika jina la Yesu Kristo, na kila mwenye pumzi anaweza akasema amen. Karibuni sana 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 wapendwa. Karibuni sana wapendwa. Leo ni siku ya 6 ya semina yetu. Tunaendelea kukukaribisha tukiwa tuko kipindi cha Kwaresima. Tumeandaa kongamano tarehe 6 mwezi wa 6, tutakuwa na kongamano la maombi la wana Jerusalem Family wote. Tumezoea katika utume huu mara nyingi tumekuwa tunafanya semina, mikutano kama hivi kwa njia ya mtandao na vyombo vya habari, mnatusikia na kututazama namna hii. Ila mara moja kwa mwaka huwa tunaandaa kongamano la uso kwa uso linalotukutanisha pamoja. Wewe ukiwa umetokea kwenye mkoa wako ulipo na mimi kwenye mkoa wangu, kwenye nchi yako, tunakutana na tunakutania pale Dar es Salaam. Ndio maeneo yetu ya kukutania tarehe 6 mwezi wa 6. Muda si mrefu tutawaeleza location yetu ya kukutania mwaka huu itakuwa ni wapi, lakini ni pale pale Dar es Salaam mjini. Na gharama ya kuja kushiriki ile kongamano kwa wale ambao wanatokea nje ya mikoa ya Dar es Salaam, na mkija mtategemea kulala kwenye maeneo yetu sisi, gharama ni 60,000 kwa siku 2, ambapo itahusisha chakula, malazi na maandalizi mazima ya tukio. Ukilipa tu 60,000, wewe unakuja kwa nauli yako mwenyewe. Hii 60,000 ukilipa itakuhudumia tu kwenye kulala, chakula cha asubuhi, mchana na jioni kwa siku hizi 2, na matumizi mengineyo ambayo huwa yanakuwepo. Kwa wale ambao mna maeneo yenu ya kulala, mnakuja tu kwenye kongamano na kuondoka kwa siku hiyo hiyo, gharama ni shilingi 30,000 za Kitanzania. Gharama za maisha zimepanda, lakini sisi gharama yetu iko pale pale kwa sababu Mungu wetu ni muweza. Kwa hiyo tunaomba uweze kujisajili kushiriki ile kongamano, kwa sababu ni muhimu sisi sote tuweze kushiriki. Na dirisha la usajili liko wazi mpaka sasa. Jisajili kwa kutuma
neno naomba kushiriki kwenda namba 0719086017. Atuma neno naomba kushiriki kwenda namba 0719086017. Na kwa wale ambao ni wageni, ili sio kongamano la kwanza, ni kongamano la 6. Tayari tuna makongamano 5 tulishayafanya. Na kwenye haya makongamano tunapokutana, huwa tuna tendo la kujifunza neno la Mungu pamoja, maombi na maombezi, kusifu na kuabudu. Huwa tuna matukio mengi sana mazuri, na Mungu huwa anawafungua watu kwa kiwango cha hali ya juu sana siku hiyo. Kwa hii ni fursa ambayo usije ukaichezea, hasa kwa wale tuliopo mkoa wa Dar es Salaam na mikoa karibu na mkoa wa Dar es Salaam. Usichezee hii fursa, ni fursa adimu sana kwenye maisha yako. Kupitia makongamano haya, wengi wao wanafunguliwa, wengi wao wanamuona Mungu, wengi wao wanapokea uponyaji. Kwa tunakukaribisha sana kwenye kongamano. Lakini pia tuna matendo ya huruma ambayo tutayafanya hiyo siku ya kongamano. Tuna matendo ya huruma ambayo tunaunganisha na ile kongamano. Tumeweka mahitaji hapo. Tunamkaribisha kila mtu aweze kuweka ahadi ya matendo ya huruma katika kile ambacho ataweza kushiriki. Bajeti yetu ni milioni 2.6 na kidogo imekaa hapo. Ukiangalia kwenye magrupu ya WhatsApp na Telegram utaiona. Kwa unaweza ukaweka ahadi ya chochote kile unachoguswa kuweza kuchangia. Weka ahadi yako. Mungu awabariki wale ambao tayari mmeshaweka ahadi. Nyie ambao bado hamjaweka ahadi, usiogope. Kiasi chochote kile ulichonacho, lengo tupate hiyo milioni 2.6 na pointi. Jitahidi kuweka ahadi. Uwe na 10,000, uwe na 5,000, tuko wengi. Milioni 2, milioni 3 ni ndogo sana kama tukijitoa. Mimi nikitoa 10,000, wewe ukatoa 10,000, yule akatoa 5,000, yule akatoa 20,000, yule akatoa 30,000, yule akatoa 2,000, yule akatoa 1,000. Milioni 3 simetimia. Kwa tunaweza. Kwa wapendwa, sisi sio maskini. Michango ni mingi maeneo mbalimbali tuliopo huko kwenye maparokia yetu, pia kuna michango, lakini tukijibana ili kuhakikisha pale unashiriki, yote yanawezekanika katika mkono wa Mungu. Na ndiyo maana tukio ni mwezi wa 6. Kwa una huu mwezi mzima wa 3, una mwezi wa 4, una mwezi wa 5. Kwa una miezi mitatu ya kutoa hiyo ahadi yako kidogo kidogo, unaruhusiwa. Kwa karibu sana uweke ahadi yako kupitia namba hiyo unayoiona, na hii ya 0719086017. Tuma ahadi yako kwa message kwamba mimi naahidi kutoa kiasi fulani au kutoa kitu fulani, na Mungu atakubariki. Basi nawashukuru sana kwa haya matangazo. Tusonge mbele na semina yetu, ikiwa leo ni siku ya 6. Somo tunalotembea nalo ni lile linaitwa vilipigwa vita vya maneno kabla ya Yesu kwenda msalabani. Vilipigwa vita vya maneno kabla ya Yesu kwenda msalabani. Tuombe. Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya ahadi zote ambazo watoto wako wameweka juu ya hili kongamano na juu ya matendo ya huruma. Mungu, tunaomba uwabariki na wawezeshe kuweza kutekeleza ahadi zao. Na wale ambao bado hawajaweka, tunawaombea Bwana, katika mkono wako uwaguse leo waweze kuweka ahadi zao katika uweza wa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu tusaidie. Hata Mungu Baba, tunapoendelea kujifunza neno, tunaomba uje mahali hapa, usimame kama mwalimu. Baba, utufundishe na tupate kuelewa. Sema nasi kadiri ya upako wa siku ya 6, ili sote tuweze kujengwa katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Somo letu nimesema linaitwa vilipigwa vita vya maneno kabla ya Yesu kwenda msalabani. Katika somo hili tumekuwa na malengo ya kufumbuliwa macho, tuweze kuona jinsi unavyoweza kuuawa kwa njia ya maneno na namna unavyoweza ukajilinda usiuawe kwa njia ya maneno. Katika hili somo tumejifunza namna ambavyo jinsi unavyoweza kuuawa kwa njia ya maneno na namna unavyoweza ukajilinda usiuawe kwa njia ya maneno. Namshukuru Mungu kwa ajili ya hili lengo. Naamini kidogo kidogo kadiri ambavyo tumekuwa tukitembea siku hadi siku, kuna kitu ambacho Mungu amekuwa akiendelea kutengeneza
kwenye maisha yako. Ninaomba kabla sijakuletea kipengele cha leo, niweze kukusomea hichi kitabu ambacho tumekuwa tukikiangalia karibuni kila siku kwa maelezo. Kitabu cha Isaya ile sura ya 7 mstari wa 7 inasema namna hii. Isaya sura ya 7 ule mstari wa 7 inasema, Bwana Mungu asema hivi, neno hili halitasimama wala halitakuwa. Bwana Mungu asema neno hili halitasimama wala halitakuwa. Kwa hiyo tumekuwa tukiangalia maneno, namna ambavyo watu wengi maisha yetu yameharibiwa kwa njia ya maneno. Tumewekewa vikwazo kwa njia ya maneno, tumepigwa vita kwa njia ya maneno, tumefanyiwa hila kwa njia ya maneno. Na Mungu ni mwaminifu. Katika ile siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne na ya tano mpaka jana, ameendelea kusema na sisi mambo mazito sana kwenye hili eneo la maneno. Na ninaamini kama umekuwa ukifuatilia hii semina kwa uaminifu, kuna eneo macho yako yameshafumbuliwa tayari. Namshukuru Mungu, leo nilikuwa nazungumza na mtu mmoja akawa ananipa ushuhuda, ananiambia namna ambavyo amefumbuliwa macho kupitia hili somo, akagundua vita ambayo iliwahi kumkuta yeye na familia yake miaka zaidi ya 10 iliyopita mpaka 15 iliyopita. Maisha yake yakaharibiwa mazima. Anasema kupitia hii semina amekumbuka juu ya kilichoharibu maisha yake ni maneno, na amepata nafasi ya kuomba na anaamini amefunguka. Lakini pia mtu mwingine aliweza kunieleza kwamba kupitia somo hili alivyolisikiliza, na yeye pia akalichukua, akalisamale, akalipeleka kwenye kikundi chao cha karismatiki kwenye parokia yao, akafika akawasemesha somo hili alilolipata mahali hapa. Anasema kwenye kundi lao la karismatiki watu walifunguliwa, watu walifumbuliwa macho, na mtu mmoja ambaye alikuwa na shida sugu kwenye eneo la ndoa, Mungu amemhudumia na kumfungua na kumrejesha mume wake kwenye mstari kupitia hili somo la maneno. Kwa wapendwa, maarifa tunayopata hapa hayaishi kutuhudumia sisi tu hapa, yanahudumia mpaka vikundi mbalimbali vya karismatiki kwenye majimbo na maparokia yetu. Ni sisi tu tukiwa na userious kuyapokea mafundisho na tukawa mabalozi kwenye kuyaishi na kuwahubiria wengine. Tunapokea shuhuda nyingi sana, ni nafasi tu haitoshi, lakini Mungu akitupa nafasi tutakuwa tunaendelea kuelezana zaidi na zaidi. Hasa leo tena kuna eneo Roho Mtakatifu anaendelea kutusaidia kwenye zile tabia za maneno. Tumeshaangalia tabia ya kwanza, jana tukaangalia tabia ya pili ambayo ilikuwa inaitwa maneno yana tabia ya kuchafua heshima ya mtu na kumfanya adharaulike mahala alipo. Na leo tutasonga mbele kwa kwenda kuangalia tabia ya tatu ya maneno. Leo tutasonga mbele kwa kwenda kuangalia tabia ya tatu ya maneno. Tabia ya tatu, maneno yana tabia ya kukujengea imani ya kuamini kitu tofauti na kilivyo katika uhalisia wake. Maneno yana tabia ya kukujengea imani ya kuamini kitu tofauti na kilivyo katika uhalisia wake. Maneno yana tabia ya kukujengea imani ya kuamini kitu tofauti na kilivyo katika uhalisia wake. Tutaanza kuifafanua hii pointi kwa kupitia kile kitabu cha Warumi ile sura ya 17 ule mstari wa Warumi sura ya 10 Warumi sura ya 10 ule mstari wa 17. Warumi sura ya 10 ule mstari wa 17. Warumi sura ya 10 ule mstari wa 17 inasema namna hii: basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Tarudia tena: basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Huu mstari sio mgeni kwa watu wengi. Unasema imani chanzo chake ni kusikia, ikiwa ina maana ya kwamba imani inajengwa kwenye misingi ya kusikia. Siwezi kuliamini jambo
kama sijawahi kusikia habari za hilo jambo. Wengi tumemwamini Yesu ni kwa sababu tulisikia habari za Yesu. Baada ya kusikia, tukajenga imani kwa huyu Yesu. Hivyo hivyo hata wanaoendaga kwa waganga huwa wajiendei tu, huwa wanaanza kusikia kwanza habari za huyo mganga au habari za msaada upatikanao kwa mganga, ndipo wanachukua hatua, wanaenda kwa mganga. Kwa nini nakueleza hivi? Ni kwa sababu imani ya aina yoyote ile hujengwa kwenye misingi ya kusikia. Imani ya Mungu aliye hai hujengwa kwa kusikia taarifa za Mungu aliye hai. Imani ya giza hujengwa kwa kusikia taarifa za nguvu za giza. Sisi wa Kristo tunapaswa imani zetu zijengwe kwa Mungu aliye hai, na ndiyo maana lazima tuwe na nafasi ya kutosha ya kusikiliza taarifa za Mungu aliye hai, kwa sababu kadiri unavyozisikia na kuzisikia na kuzisikia, ndivyo imani yako inazidi kujengwa na kukua na kukua na kukua. Na kadiri unavyopunguza nafasi ya kusikia taarifa za Mungu, habari za Mungu, ndivyo imani yako inavyozidi kudolola na kuwa ndogo siku hadi siku. Wapendwa, kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 8 kina fundisho zuri sana. Wakolosai sura ya 2 ule mstari wa 8. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 8 inasema namna hii. Wakolosai 2:8. Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Hili neno ni neno ambalo lina lugha ya kutahadharishwa, lina warning language, alert language, lugha ya utahadharisho, kwamba angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu. Kwa kumbe unaweza ukafanywa mateka kwa njia ya elimu potofu. Unaweza ukafanywa mateka kwa njia ya elimu potofu. Mtu anaweza kukuambia jambo potofu na lile jambo potofu likakuweka mateka wa hilo eneo. Acha nikupe kama mfano kadogo. Kuna watu huwa wanasema ukiona jicho linacheza, basi jua kuna jambo baya linaenda kutokea. Kwamba ukiona tu jicho linacheza, yaani linacheza lenyewe, jua kuna jambo baya linatokea. Na kuna watu wameamini hivyo. Kwa macho yao yakicheza, anasema hii macho yamecheza, kuna jambo baya litatokea. Na baada ya siku kadhaa, kweli jambo baya linatokea. Anasema nilijua tu kwa sababu macho yangu yalicheza. Ila mimi hapa kuna wakati pia macho huwa yanacheza na jambo baya huwa halitokei. Kwa hiyo macho kucheza sio kitu cha kimungu kinachoashiria kwamba jambo baya litatokea. Macho kucheza sio kitu cha kimungu kinachoashiria kutokea kwa jambo zuri au baya, ila ni hali ya kawaida ya kimwili. Macho kucheza ni hali ya kawaida kabisa ya kimwili, haina maana yoyote ile kwenye ulimwengu wa roho. Swala la watu kusema macho yakicheza si jambo zuri linatokea, si ni jicho la kushoto likicheza ni jambo baya, je likicheza la kulia ni jambo zuri, hayo ni masuala ya kiroho katika imani potofu. Ni masuala ya imani potofu. Na ndio maana Paulo anasema mtu asiwafanye mateka kwa elimu ya bure ambayo ni potofu ya madanganyo. Kwa kuna watu wameamini vitu vya elimu potofu na walishakuwa mateka wa hivyo vitu. Na unajua imani inatengeneza matokeo ya matendo. Na ndio maana ukiamini imani potofu na matendo potofu yatakufuata, kwa sababu shetani atatembelea ile imani kukutengenezea upotofu wa lile tendo potofu. Si kama tuko pamoja wana wa Mungu aliye hai? Kwani ni nani aliyekwambia ukikalia kinu hutaolewa? Kuna watu wanaamini kwamba ukikalia kinu hauolewi. Kwa hiyo kinu hakikaliwi, ukikalia hauolewi.
na kuna watu hawajaolewa kwa sababu walikalia kinu na wanaamini hivyo. Nisikilize, hakuna mahala Biblia imeandika huo uongo. Huo ni uongo. Huo ni uongo. Kukalia kinu, kutokukalia kinu hakuamui we kuoa au kuolewa. Hakuamui kupata kazi, kutokupata kazi. Hiyo ni imani potofu, ni elimu potofu. Na ndio maana Paulo aliwatahadharisha wao Wakristo wasisikilize elimu potofu ambayo imetengenezwa kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu na sio mapokeo ya Mungu aliye hai. Kwa sababu unajua, hata mwanadamu pia anaweza akakaa akajibunia jambo, akajitungia jambo na akawaaminisha watu, na watu wote wakaliamini hilo jambo na wakawa wanaishi kwa kulifuata hilo jambo. Wakuangamia wataangamia, wakupotea watapotea, wakuona matokeo wataona matokeo, lakini msingi wa hilo jambo unakuwa haujatengenezwa na Mungu, umetengenezwa na wanadamu. Wapendwa katika Kristo aliye hai, kuna watu wengi sana ambao kwenye maisha yao hapa duniani, maisha yao yalishapotea kwa sababu waliamini elimu kinyume na Mungu aliye hai. Watu wengi sana maisha yao yalishapotea. Watu wengi sana maisha yao yalishapotea kwa sababu walidanganywa elimu potofu na watu wengine, walisemeshwa mambo potofu na watu wengine na wakayaamini. Na unajua, unapoamini tu, shetani anapata nafasi ya kutekeleza tokeo la hilo jambo. Na ndio maana ukiamini taarifa ya ukweli katika Mungu aliye hai, Roho Mtakatifu anajitokeza kutengeneza matokeo upate hilo jambo zuri la kimungu uliloliamini. Mimi hapa naamini kwamba nikiseti kamera, nikihubiri hivi, nikikutumia haya mafundisho, unapokea uponyaji na msaada wa kimungu. Ninaamini hivyo, na ndiyo maana ninafanya hivyo, ninatuma na unapokea kweli. Kwa nini uongo? Si unapokea? Kwa nini? Sio mimi nayetekeleza, ila ni Roho Mtakatifu anakuja kutekeleza ile imani niliyoamini ndani yangu, kwamba kwa kurekodi huku mafundisho kuna watu wakisikiliza wanavuka, kwa kuhubiri redioni, kwa kuhubiri kwenye TV, kwa kuhubiri sijui wapi, kuna watu wanavuka. Na kweli tukifanya hivyo na wengine wanaoamini hivyo wakifanya hivyo, ukipokea unavuka. Roho wa Mungu anatekeleza. Asa akiamini mtu katika giza, akiamini mtu katika uongo, akatengeneza ile taarifa akakuletea, ukiipokea, hata kama haijatokana na Mungu aliye hai, kwa sababu imetokana na shetani, roho mchafu, shetani mwenyewe anakuja kukutengenezea matokeo kwenye hilo jambo. Upotofu unatokea kwenye maisha yako. Na ndiyo maana kuna watu wengi wameachwa na hasara kubwa, wameachwa na maumivu makubwa, wamevurugiwa maisha yao, wamevurugiwa mfumo mzima wa maisha yao kwa sababu waliamini taarifa potofu. Kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohane sura ya 3 ule mstari wa 18 kina fundisho zuri sana. Waraka wa kwanza wa Yohane sura ya 3 mstari wa 18. Waraka wa kwanza wa Yohane sura ya 3 mstari wa 18 inasema namna hii. Waraka wa kwanza wa Yohane 3:18. Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Umeona eh? Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Tunaonywa kwamba usipende kwa maneno, kwamba mtu akija kukueleza tu kwa maneno isikufanye wewe umpende. Kwa lugha nyingine ni sawa na kusema mtu akija kukueleza maneno peke yake, usimwamini tu kwa yale maneno yake. Biblia inasema bali kwa tendo na kweli. Usiishie tu kumwamini mtu vile anavyoongea. Kuna wengine wana ulimi mzuri wa kutengeneza ushawishi kwa njia ya maneno. Kuna watu wana hivyo vipawa, wana ulimi mzuri, wana maneno matamu. Akifika kukueleza jambo lolote, hata kama ni baya,
utaliamini, utalitekeleza, utalipokea, kumbe halina uhalisia hata kidogo. Na hawa watu pia shetani anawapaga na sura ya kuaminika. Unaona mtu anakuja, sura yake inatia huruma, kama anavyokueleza ile taarifa ya huruma, unaamini, kumbe ni uongo. Mwingine sura yake ina furaha, kama anavyokueleza ile taarifa ya furaha, unaipokea na wewe kwa furaha na unakubali kutembea naye kwenye hilo jambo, kumbe ni mwongo, halina uhalisia. Na ndio maana Biblia inasema usiamini kwa maneno, usiamini kwa ulimi, yani usiamini kwa muonekano, ila amini kwa tendo na kweli. Jipe muda kwamba ndio nimeambiwa hii taasisi inakopesha mikopo faster, mikopo chapchapu, mikopo ya kukwamua wajasiriamali. Ndiyo riba yake nimesikia ni ndogo. Ndiyo nimesikia fulani na fulani walikopaga wakafanikiwa. Ndiyo nimeonyeshwa hadi picha kwenye kitabu chao walichoandika cha kukopesha, picha tofauti tofauti za watu walioinua miradi yao kwa kukopa kwenye hiyo taasisi. Ila sitachukua mkopo, wacha nijipe muda wa kuchunguza matendo ndipo nichukue mkopo. Hiyo ndiyo hekima Mungu anayotaka. Ndiyo amekuja kwenye approach. Ni handsome boy, ni beautiful girl, ana maneno matamu, anaonekana ana pesa, anaonekana ni mtu ambaye mfukoni kuko vizuri. Watoto wa mjini wanaita anasasampa. Ndiyo ameonekana anasasampa, ila sitamkubalia, wacha nichunguze matendo yake yakoje. Hivyo ndio Mungu anavyotaka. Usimwamini mtu kwa mdomo wa maneno yake. Kuna watu wana ulimi mzuri ila matendo yao ni mabaya. Kuna watu wana ulimi wa asali ila matendo yao ni pilipili. Akikaa kuanza kukutendea anakuumiza ila maneno anakufaraha. Wapendwa wana wa Mungu, watu wengi sana hapa duniani wamepata hasara, wamejiumiza kwa kuamini watu kwa maneno, kwa kuamini vitu kwa maneno. Na ndiyo maana unatakiwa hii kodi uijue leo, kwamba maneno yana tabia ya kuaminisha watu vitu ambavyo uhalisia haviko hivyo kama ulivyovisikia. Kuna watu walishatapeliwa kwa sababu tu waliamini maneno wakatapeliwa. Juzi nilikuwa naangalia kwenye taarifa ya habari moja, nikaona kiongozi fulani wa mkoa wa Tabora amemkamata mtu kwa sababu huyo mtu alimdanganya yeye ni waziri wa afya. Akamwambia, mimi ni waziri wa afya, nitumie mchango, waambie marasi yote, yani makatibu tawala, makatibu tarafa, wakurugenzi wa halmashauri au ndo wanaitwaga marasi kama sikosei, waambie michango ile wafanye chap wale wakurugenzi wa makatibu tarafa na wengineo wafanye michango chap ya harusi ya mtoto wangu. Yule mkuu wa mkoa anasema kabla hajatuma hela au hajashawishika kuamini, akabidi arudie tena kumpigia mheshimiwa waziri kuconfirm, maana hiyo taarifa alitumiwa kwenye message. Mheshimiwa waziri anamwambia, mimi sina hata binti ninayeozesha, sina. Na ukikaa kuangalia katika uhalisia haipo. Wapendwa, kuna watu wametapeliwa kwa maneno. Na ndio maana mtu akitokea tu akikwambia kitu, usiamini kumpa kabla ya kuchunguza. Mtu hata akija na maneno ya huruma, mimi ni maskini, sijui uona hii picha, huyu mtu ni maskini, anahitaji msaada, sijui ni ndugu yetu yuko hospitali anahitaji operation, sijui ni maiti imezuiliwa mochwari, tunaomba mchango wako. Usikubali kuchangia kabla ya kuchunguza matendo. Je, ni kweli? Siniambie itachunguzaje? Kwani wewe umepewa akili ya Mungu? Chunguza, ni kweli? Maana kuna watu wengi wameshatapeliwa kwa kupeleka pesa pasipokuwa sahihi. Kuna watu wengine walishawahi kuumizwa kwenye mapenzi na kuachwa kwa sababu ya kuamini watu kwa maneno. Mimi huwa nashangaa sana. Dada, una miaka 30 ila bado unaumizwa na mapenzi kwa kudanganywa na mwanaume vitu vidogo vidogo.
Ifike mahala kuna umri ukifika, ukatae kudanganywa kwa chips, ukatae kudanganywa kwa hela ya vocha, ukatae kudanganywa kwa hela ya kununuliwa mavazi, ukatae kudanganywa kwa kutolewa out. Ifike mahala dada, akili yako ishtuke. Umeshafikisha miaka 28, shtuka. Usiwe kama vile katoto ka miaka 16. Yaani katoto ka miaka 16 kanadanganywa kwa chipsi, vocha, kutumiwa hela. Wewe wa miaka 30, miaka 28, 27, na wewe bado unadanganywaga kwa chipsi, vocha na kutumiwa hela. Ujifunzi kutokana na makosa. Kuna watu mshapitia relationship hata 7, 8. Kuna watu kwa muda mfupi tu mmesha date hata na wanaume 7. Unashtuka. Usishtuke, wewe kaa kujitathmini. Tangu ulivyoanza mahusiano mpaka leo umeshakuwa kwenye na mahusiano na watu wangapi? Siongelei kulala nao, naongelea ile tu kuwa nao kwenye mahusiano kawaida. Utakuta wengine mshakuwa hata na watu 20, wengine hata watu 30, wengine hata watu 15, wengine hata idadi ukianza kuhesabu ulisha date na fulani, wengine hata ulishawasahau kwa sababu wengine labda ulidate nao miezi hata wiki 2 mkaachana tu ndani ya muda mfupi. Kwa nini? Kwa sababu ulivyoanza mahusiano nao ulikuta walivyo sio kama walivyokuambia. Maneno yao hayakuwa sahihi. Sasa ifike mahala kama Mkristo utambue wewe si sehemu ya watu kuja kutalii na kuondoka. Wewe sio Serengeti, wewe sio Ngorongoro. Dada, mwili wako sio National Park. Dada, mwili wako sio mlima Kilimanjaro ambao kila mtu anakujaga kuupanda na kuushuka. Wewe sio mlima Kilimanjaro. Ifike mahala kabisa useme huu mwili sio mlima Kilimanjaro ambao kila mtu atanipanda na kunishuka, atanipanda na kunishuka. Ifike mahala ukatae kwamba hii sio Serengeti ambao kila mtu atakuja kutalii na kuondoka. Weka mipango mikakati kwamba mwanaume akija anayoyasema yapo kama yalivyo, chunguza kimatendo. Na unajua wanawake wengi mnadanganywa kwa maneno na kupotezewa mwelekeo kwa sababu wengi mko kipesa na hamko kiupendo. Unajua mtu akishakuwa amekaa kimaslahi, akitokea mwanaume akimwambia tu nina gari, nina nyumba au nina kiwanja, ninajenga sehemu fulani, anapoteza mwelekeo kabisa. Anasahau hata kumuuliza una mke, anasahau hata kumuuliza umewahi kuwa na mtoto, anasahau hata kumwambia tukapime afya, anasahau yote kabisa kwa sababu tukasikia ana pesa, ananukia vizuri, ana kazi nzuri, ana mshahara 1 million plus, anaona yes is a good man, anafaa kuwa mtu wangu kwenye mahusiano. Dada, usiwe mjinga namna hiyo. Wakristo atuishi hivyo. Labda kama wewe ni mlima Kilimanjaro. Kama wewe ni mlima Kilimanjaro, it is okay, sio tatizo. Ndio maana unatoa nafasi wanakupanda na kukushuka tu. Lakini ikifika mahala kataa. Kama unataka kweli kwenda mbinguni, kama unataka kuwa na ndoa nzuri, kataa. Kama unataka kuolewa, kataa kuchezewa na Mungu akusaidie. Watu wa Mungu ali hai. Nasikitika tu kwa sababu wengine ni masingo mother, wengine ni masingo father kwa sababu walidanganywa. Unajua hata kuna wanaume pia walidanganywa na wanawake. Baadhi ya watu wao wanafikiri hichi kitu cha kudanganywa huwa kiko tu kwa wanawake peke yao. Hata wanaume wapo ambao walidanganywa na wanawake. Mwanaume anaweza akadanganywa, mwanamke pia anaweza akadanganywa. Ndio maana inatakiwa ifike mahala ndani yako ukatae kudanganywa, ukatae kudanganywa kwa kuchunguza jambo kwa matendo kabla hujaliamini. Si kama tuko pamoja kanisa la Mungu ali hai. Wapendwa, unapodanganywa ukaamini kile ulichodanganywa, inakupelekea kuama njia ya maisha kutoka kwenye njia sahihi ile Mungu aliyokuandalia. Unajikuta umeenda njia isiyo sahihi ambayo Mungu hakukuandalia. Nasema hivi, inapotokea umedanganywa na ukaamini juu ya kile ulichodanganywa, inatengeneza hali ya kuhama njia. Unajikuta umehama kutoka njia sahihi na umeelekea njia isiyokuwa sahihi. Acha muda huu nikupitishe kwenye Biblia uone. Angalia kile kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 6, ule mstari
Mwanzo sura ya 3 ule mstari wa 6 hadi wa 13. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6 hadi wa 13. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6 hadi wa 13. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6 hadi wa 13 inasema namna hii. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia, uko wapi? Angalia kinachoendelea. Akaogopa kwa kuwa akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa. Kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia, ndiyo mwanamke, nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Kwa hapa tunaona katika hili neno kuna kisa cha Adam na mwanamke wake Eva. Adam amepokea maelekezo kutoka kwa Mungu, kaeni bustani ya Edeni, msile matunda, kuleni kila tunda, ila mti huu msiule. Kwa wakaruhusiwa kula miti mingine, ila kuna mti wakaambiwa wasiguse, na wakasikiliza vizuri kabisa. Ila ghafla akaja nyoka akamdanganya Adamu kwamba Mungu alichowaambia sio kweli. Kuleni mti huu, kuleni matunda pia haya, kuleni. Na unajua Mungu amewaambia hivi kwa sababu anajua mkila matunda ya mti huu mtafanana naye. Kwa yule mwanamke wa Adam akaamini ule uongo wa shetani, akaenda akamwambia na mume wake naye akaamini ule uongo wa shetani. Kwa wote kwa pamoja wakala ule mti. Kwa Mungu anakuja sasa, anamkuta Adam hayuko kwenye njia sahihi ambayo Mungu alimkusudia Adam awepo. Anamuuliza Adam, mbona umetoka kwenye njia? Nani alikuambia ule? Maana yake ni mbona umetoka kwenye njia sahihi ya maisha yako? Uko ulipo, mbona upo kinyume na kusudi langu ambalo nilikupangia uwepo? Uko ulipo, mbona upo kinyume na sauti yangu ilivyokuita katika kusudi? Adamu anasema, angalia, ni huyu mwanamke ameniponza, ameniambia nile kitu ambacho hukusema tule. Mungu naye anamfuata mwanamke, anamwambia ni nini uliofanya? Mwanamke naye anasema, sio mimi, ni nyoka aliniambia. Nachotamani uone ni kwamba wote walikosea, na kilichofanya wakosee ni kwa sababu ya taarifa waliopewa na yule nyoka ya maneno. Kwa nyoka aliwaambia uongo, wakajikuta wanaama njia ya maisha yao, kutoka njia sahihi wakaenda kwenye njia isiyokuwa sahihi. Kandarabo shakaraba. Watu wa Mungu aliye hai, watu wa Mungu aliye hai, ukipoteza mwelekeo wa maisha ukaama njia sahihi ambayo Mungu alitaka uwepo, kadiri ya kusudi lake kwako, kadiri ya mapenzi yake kwako, ukiama tu njia unapoteza na uwepo wa Mungu. Nasema hivi, ukiama njia sahihi ile ambayo Mungu alitaka uwepo, ukaenda kwenye njia tofauti na ile Mungu aliyotaka uwepo, kinatengenezeka kitu cha kupoteza uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Mungu anakaa kwa mtu pale huyo mtu anapokuwa kwenye njia yake. Unajua, Mungu akikuita uwe mwalimu wa shule ya msingi, hiyo ndiyo njia yako. Ukiacha kuwa mwalimu wa shule ya msingi
ukaenda kuwa mwalimu wa sekondari, tayari umehama njia na unapoteza uwepo wa Mungu. Ukitaka uwepo wa Mungu upate, rudi shule ya msingi, ndiyo njia yako. Mungu akikuita usomee uuguzi wa binadamu, wewe ukaenda kusomea udaktari wa mifugo wa kutibu ng'ombe na vitu vingine, unapoteza uwepo wa Mungu. Ukitaka uwepo wa Mungu upate, rudi kwenye njia yako ya kusomea udaktari wa binadamu. Kwa popote pale unapoama njia, unapoteza uwepo wa Mungu kwenye hiyo njia, kwa sababu Mungu anakaa pale palipo na uwepo wake. Hata wana wa Israeli walipoama njia, walipoteza uwepo wa Mungu kwenye maisha yao na walipigwa hata kwenye vita. Acha nikuonyeshe kile kitabu cha Samueli wa kwanza, ile sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa pili na ule wa 19 hadi wa 22. Samueli wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa pili na ule wa 19 hadi wa 22. Samueli wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa pili na ule wa 19 hadi wa 22. Inasema namna hii: ikawa siku zile Wafilisti walikusanyika ili kupigana na Israeli. Nao Waisraeli wakatoka juu ya Wafilisti wakaenda vitani, wakatua karibu na Ebenezeri, nao Wafilisti wakatua huko Afeki. Nao Wafilisti wakajipanga juu ya Israeli, na walipopigana Israeli wakapigwa mbele ya Wafilisti, wakauawa watu wa jeshi lao waliokuwa uandani wapata 4,000. Tena mkewe huyo Fineasi alikuwa mjamzito karibu na kuzaa. Basi aliposikia habari ya kuwa kutwaliwa sanduku la Mungu na ya kwamba mkwewe na mumewe wamekufa, akajiinamisha akazaa, maana utungu wake ulimfikiria. Hata alipokuwa katika kufa, wale wanawake waliohudhuria karibu naye wakamwambia, usiogope, kwa maana umezaa mtoto mwanamume. Walakini hakujibu wala hakumtazama. Wakamwita mtoto Ikabodi, akisema, huo utukufu umeondoka katika Israeli, kwa sababu sanduku la Mungu lilikuwa limetwaliwa, na kwa sababu mkewe na mumewe. Naam, akasema, huo utukufu umeondoka katika Israeli, maana sanduku la Mungu limetwaliwa. Msifu Yesu Kristo, wana wa Mungu aliye hai. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, kanisa la Bwana. Kwa Biblia inasema huyu mwanamke alipopata ile taarifa kwamba mume wake amekufa vitani, sanduku la Mungu limeondoka, baba mkwe wake pia amekufa, alikuwa ni mjamzito, pale pale uchungu wa kuzaa ukamshika, akainama akazaa, akawa yuko kwenye hali na yeye pia ya kutaka kufa. Wale watu wakamwambia, hapana, usiogope, umepata mtoto, ni mwanaume. Akamwita yule mtoto Ikabodi. Ikabodi, Ikabodi. Maana ya neno Ikabodi, maana ya jina Ikabodi, maana yake ni kwamba utukufu wa Mungu umetwaliwa, au utukufu wa Mungu umeondoka. Kwa mtoto wake alimwita utukufu wa Mungu umeondoka, kwa sababu alimwita Ikabodi. Wapendwa, Israeli, Ikabodi iliwatokea, yaani utukufu wa Mungu uliondoka kwao pale walipoama njia ya maelekezo Mungu aliyokuwa amewapa, wakafanya maelekezo wanayojua wao. Ikabodi ikawakuta, wakapigwa vitani na wakafa watu wengi. Watu wengi sana hapa duniani wako Ikabodi, watu wengi sana. Kuna wengine wako Ikabodi za kihuduma, wengine wako Ikabodi za kimalezi, wengine wako Ikabodi za kiroho. Kila mtu yuko Ikabodi ya sehemu yake, na ndio maana unatakiwa ujaribu kurudi kwenye mstari pale unapoona mambo yako yanakwama, pale unapoona mambo yako mengi hayaendi. Rudi kwenye tathmini, jenga mazoea ya kujitathmini. Na ndio maana hata wale wazee wa Israeli walipoona wamepigwa vitani, walirudi kujitathmini, walirudi kujitafakari kwamba kwa nini tumepigwa vitani, na hii hali sisi tumezoea kila vita tunayopigana tunashinda. Kwa nini vita hii tumepigwa?
walikaa kujitathmini namna hiyo, na walipojitathmini wakagundua Ikabodi imetokea wapi, utukufu umeondoka, uwepo wa Bwana umeondoka eneo gani? Wapendwa, ukiwa upo nje ya njia ya Mungu, mambo yako mengi sana yatakwama, mengi sana. Na ndio maana kuna watu mmekwama mahali mpaka unasikia hili somo, Mungu anakusemesha umekwama kwa sababu upo nje ya njia ya Mungu. Na ukirudi tena nyuma, kilichokukwamisha ni kwa sababu kuna maneno ulisikia ukayaamini, yakakutoa kwenye njia ya Mungu, na imetokea umekwama. Na kinachoumiza ni wale waliokuambia hayo maneno, unapokwama huwa wanaondoka, unabaki peke yako. Shetani alipomkwamisha Adam na Eva aliondoka, wakabaki peke yao. Wapendwa, kuna watu umebaki tu peke yenu, wewe na mke wako, wewe na mume wako, hamna msaada, mko Ikabodi, na waliowaweka Ikabodi wameondoka. Nisikilize, kuanza kuwapigia simu kuwatafuta ni kupoteza muda. Kuanza kuitisha vikao vya kuwasema kwa nini wamewaweka Ikabodi ni kupoteza muda. Kuanza kuwalalamikia ni kupoteza muda. Njia sahihi ni nyie kurudi kwa Mungu kwa toba, kurudi kwa Mungu kwa toba. Lakini hata sasa asema Bwana, mrudieni yeye, kwamba Bwana, tuko Ikabodi, tusamehe, ili awape neema mrudi kwenye leli. Hujanielewa? Acha nikuonyeshe hichi kitabu kikusaidie. Kuna watu Mtume Petro alienda kuwahubiria, akawakuta wapo Ikabodi. Aliwaambia haya maneno alipowakuta wale watu wapo Ikabodi, wako nje ya njia na utukufu wa Mungu, uwepo wa Mungu umewaondokea. Aliwaambia hivi katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 ule mstari wa 17 hadi wa 19. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 17 hadi wa 19. Matendo ya Mitume sura ya 3 17-19 inasema namna hii: basi sasa ndugu, najua ya kuwa mliyatenda haya kwa kutokujua kwenu, kama na wakuu wenu walivyowatenda. Lakini mambo yale aliyohubiri Mungu tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote, ya kwamba Kristo wake atateswa, ameyatimiza. Hivyo tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kwake Bwana. Narudia mstari wa mwisho, anasema tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kwake Bwana. Mpaka Petro mtume mtakatifu huyu anawaambia tubuni mrejee. Ina maana walikuwa wako nje ya njia, kwa sababu huwezi kumwambia mtu arejee huku yupo sehemu sahihi. Ina maana walikuwa wapo sehemu isiyokuwa sahihi, ndio maana akawaambia tubuni mrejee. Huko mlipo ni Ikabodi, huko mliko mko nje ya njia ambayo Mungu alitaka muwepo. Huko mlipo mmepotea njia. Wapendwa wana wa Mungu ali hai, Mungu alipomchagua Yoshua kuwa kiongozi wa taifa la Israeli, kitu cha kwanza alichomwambia Yoshua, sitakuacha, nitakuwa pamoja na wewe, sitakupungukia, nitakuwa pamoja na wewe kama nilivyokuwa na Musa. Akamwambia uwe hodari na moyo wa ushujaa. Alipomwambia hayo maneno, alimsisitiza akamwambia, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Yale yote utakayoyasoma kwenye Torati, yale maneno yote utakayoyaona huko, maneno yote Musa aliyokuambia, usitoke kwenye hayo maneno, kwa sababu ndiyo maneno yangu mimi Bwana Mungu wako. Utakapokaa kwenye hayo maneno utastawi. Utakapokaa kwenye hayo maneno nitakuwa pamoja na wewe. Kwa unapokaa kwenye maneno ya Mungu, unapokaa kwenye njia ya Mungu, Mungu naye anakuwa pamoja na wewe. Sawa sawa na hii Yoshua sura ya 1 ule mstari wa 5 hadi wa 8. Yoshua sura ya 1 ule mstari wa 5 hadi wa 8. Yoshua 1:5 hadi 8. Wapendwa tulioko hapa, kuna watu wengi sana wako hapa walishapotea njia. Watu wengi sana wako hapa walishapotea njia. Na leo tutaenda kuomba kwa ajili ya kila mtu aliyoko hapa ambaye alishapotea njia kwenye maisha yake. Tutaenda kuomba kwa ajili yao.
Kama ni wewe uko hapa na kuna mahala ulishapotea njia, tutaomba kwa ajili yako. Kila mahala ulipopotea, tutaomba kwa ajili yako, ili Mungu akupe neema urudi kwenye njia. Achana na wale waliokuambia maneno hadi ukapotea njia. Rudi kwenye njia. Kuna mtu ninamwona hapa. Huyo mtu ni mwajiriwa, anapokea mshahara kidogo sana, na kinachomfanya apokee mshahara kidogo ni kwa sababu kuna maneno aliambiwa, akaamini hayo maneno, akajikuta ameingia kwenye mkopo, na hao watu waliomdanganya juu ya huo mkopo, alivyochukua huo mkopo wakamwacha, na amejikuta ule mkopo ulivyo sivyo alivyotegemea, na amebaki anakatwa mshahara. Kiasi anachopewa ni kidogo sana, akikidhi mahitaji aliyonayo. Hapo alipo muda huu amechoka, amekata tamaa, akiangalia fedha anayodaiwa ni kubwa, miaka atakaokatwa mshahara ni mingi, anasikia kuvunjika moyo. Hata amepoteza hamu ya kwenda kazini, amepoteza hamu hata ya kushiriki tendo la ndoa. Nisikilize we mwana ndoa, nisikilize we Mkristo, Mungu amekuletea ujumbe leo. Anasema tubu urejee, zitakuja nyakati za kuburudishwa. Bwana anasema ninawalisha hata ndege wa angani, walime, wavune, wapande. Wewe ni bora kuliko hao. Utakapotubu, Mungu atakuonyesha kwamba life is not all about your payroll. Maisha sio kuhusiana tu na mshahara wako, ila maisha ni zaidi ya huo mshahara. Usifikiri ni wa payroll ndio destiny yako. God ana plenty of source za kukupa hela. Mungu ana njia nyingi za kukupa hela, not only payroll, sio mshahara peke yake. Kandarabarebo shanderebo sakarabasi. Unasema Mwalimu Petro, nimekuelewa. Sema ya maneno pamoja na mimi. Sema Mungu Baba. Sema tena Mungu Baba. Sema tena Mungu Baba. Ninarudi mbele zako siku ya leo. Ninaomba Bwana unisamehe, kwa sababu Mungu niliama njia kwa kuaminishwa maneno ya uongo, kwa sababu Bwana niliama njia kwa kuaminishwa taarifa zisizokuwa sahihi. Sema Baba, ninarudi kwako, ninaomba unisamehe Bwana, ninaomba unisamehe Bwana, kwa sababu nimekosea, kwa sababu nimekosea, nimepotea kimawazo, kinjia, kimtazamo. Hapa nilipo ni ikabodi, hapa nilipo ni ikabodi. Bwana, naomba unisamehe, maana ikabodi kuna njaa, ikabodi kuna mateso, ikabodi kuna ukame, ikabodi hakuna padiem, ikabodi hakuna marufurufu. Bwana, kuna jua kali. Baba, nimesota, Baba ninasota, Baba ninapitia maumivu. Ninaomba unirehemu Bwana, sawa sawa na fadhili zako. Kwa kiasi cha wingi wa huruma yako, naomba uniondolee makosa yangu, maana nafsi yangu, moyo wangu umekutenda ubaya. Bwana nihurumie. Sema Mungu aliye hai, ninarudi kwako siku ya leo. Rapa shekete, ninaomba unionyeshe neema, nirudi kwenye njia yangu, ili Bwana huku nilipopotelea Baba niondoke, nirudishe kwenye njia Baba, nirudishe kwenye njia Baba, nirudishe kwenye njia Baba, nirudishe kwenye njia. Endelea kuomba kurudishwa kwenye njia, endelea kuomba kurudishwa kwenye njia. Wewe ndio unajua ni wapi umepotea, wewe ndio unajua ni wapi umepotea. Endelea kuomba kurudishwa kwenye njia. Yeye ni Mungu wa huruma, ni Mungu wa rehema na neema, ni Mungu wa fadhila na kweli, ni Mungu wa huruma na rehema. Kwake kuna msamaha. Orapaporiasaka. Danieli anasema Mungu wetu ni wa huruma na msamaha, ijapokuwa tumemuasi. Ni kweli umemuasi kwa kwenda njia isiyokuwa sahihi, kwa sababu uliamini maneno ya uongo. Leo omba rehema, urudishwe kwenye njia. Usinyamaze kimya, mtoto wa Mungu. Omba kwa mdomo wako, omba kwa mdomo wako. Wewe sema tu, Baba nirudishe kwenye njia, Baba nirudishe kwenye njia. Yamkini Adam na Eva wangesikia hii semina mapema, asingekuamwambia Mungu kwa kuanza kusingiziana. Yamkini pale wangeomba toba, na leo hii wanaume wasingekula kwa jasho, wala wanawake wasingezaa kwa uchungu. Lakini Adam na Eva waliikosa hii semina, ndio maana hawakuweza kuomba toba.
kama zama za kina Adamu na Eva. Kumbuka hizi ni zama za neema. Damu ya Yesu imemwagika. Hebu usichezee fursa, usichezee nafasi, usichezee nafasi. Jimimine moyo wako kwa Bwana, jimimine moyo wako kwa Bwana, jimimine moyo wako kwa Bwana, moyo wako kwa Bwana. Mimina moyo, mimina moyo, mimina moyo, mimina moyo, mimina moyo, mimina moyo. Ora pakoriasaka, rapa koriasaka. Make atonement, make atonement between you and God. Make atonement. Oh, it's a time of reconciliation. God wants to sacrifice you. Mungu anataka kukutoa sadaka. Ora pakoriasaka, rapa koriasaka. It's a time of God to raboshe manderebosa. Ni muda wa Mungu. Ribosha kateremoya. Reponde keriakata. Orebosha kata. Ni muda wa Mungu kurimosha maka. Rimori katekete. It's a time of God to sanctify your life. Robosha kate. Ni muda wake kukuosha, kukuosha, kukutakasa, kukuweka kwenye njia sahihi, kukuweka kwenye njia sahihi, njia sahihi ya malezi, njia sahihi ya utafutaji, njia sahihi ya kutimiza malengo, njia sahihi ya kielimu. Bwana anakuweka, Bwana anakuweka, Bwana anakuweka, Bwana anakuweka, Bwana anakuweka. Endelea tu kuomba. Ndio, watu wanawekwa kwenye njia hapa, watu wanawekwa kwenye njia hapa. Wakina nani hao? Wanaoomba kwa imani. Omba kwa imani, uwe mmoja wao. Endelea kuomba kwa imani, endelea kuomba kwa imani. Wingu limefunguka. Usikubali uwepo wa Bwana ukupite. Usikubali wengine wapokee, wewe ubaki. Usikubali wengine wavuke, wewe ubaki hapo hapo. Hapana, imetosha. Shetani ametuonea, imetosha, imetosha uonevu wa shetani. Ikabodi ni mwisho, ikabodi ni mwisho. Oh, Yesu alikaa msalabani akachukua umaskini. Wengi wanateseka na umaskini, lakini Yesu alishauchukua mwanzani miaka 2000 ilishopita na zaidi. Wewe unateseka kwa nini? Uko ikabodi. Omba ikabodi iondoke, ikabodi iondoke. Wengine mmepoteza hata uwepo wa Mungu katika sala. Ukikaa kusali hamsikii upako, hamsikii upako. Upako ulishapotea, upako ulishapotea. Uko ikabodi, uko ikabodi. Omba njia sahihi, urudi. Omba urudi kwenye njia sahihi, njia sahihi. Wengine hata na kazi zilipotea. Omba urudi njia sahihi, omba urudi njia sahihi. Mimba ziache kupotoka. Omba urudi njia sahihi, njia sahihi ya Bwana, njia sahihi ya Bwana, njia sahihi ya Bwana, njia sahihi ya Bwana. Utakaporejea hakuna nguvu ya giza wala ya adui itakayokupinga, itakayokuzuia, maana Bwana atakuwa pamoja na wewe. Oh, uwe hodari na moyo wa ushujaa, ule upako ambao Bwana alimwekea Yoshua, ninaomba akuwekee na wewe leo. Rapo reba reke rata rema reke rikasa repo shatandaraba rema ndekesa. Oh, neema ya Bwana imefunguka, neema ya Bwana imefunguka, neema ya Bwana imefunguka. Watu wanajazwa Roho Mtakatifu, watu wanarudishwa kwenye njia sahihi. Maelfu na maelfu wamefunguka. Ndio. Hutochakaa tena, ndio. Hutodharaulika tena, ndio. Hutobaki ukiwa chini tena. Bwana amekuona leo, Bwana amekuona leo, Bwana amekuona leo. Rabo shekerebusa. Unachotakiwa wewe kuanzia leo, ubadilishe mtazamo wako. Mtazamo wako, anza kuamini ulipo sasa ndipo Mungu alipotaka uwepo. Tamani kumjua Mungu mpya, kwamba Mungu, nimerudi kwenye njia sahihi. Nifanye nini sasa ili nisiendelee na haya mateso? Kwa sababu umetubu, tumeomba, ina maana umeponywa tayari. Wewe sio mgonjwa tena. Kuna watu mtasikia msukumo wa kwenda kupima afya upya. Usiogope, nenda kapime tena. Kuna watu mtasikia msukumo wa kurudia kazi zenu mlizokuwa nazo upya. Rudia hiyo kazi upya.
kile ambacho Mungu atakusukuma kufanya sawa sawa na mapenzi yake, na akakuwekea amani moyoni, ukisikia hebu fanya, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Na ukihitaji ushauri zaidi, endelea kuomba ushauri kwa watumishi wa Mungu, endelea kuomba pamoja nao, endelea kujiombea. Ndivyo Bwana anapozidi kuwa pamoja na wewe. Njia sahihi ina uwepo wa Bwana. Haupo Ikabodi tena. Usiishi na kufikiri kama Ikabodi. Usifanye kosa walilofanya wana wa Israeli. Walililia matikiti huku hawakuwa Misri. Usililie matikiti, usililie nyama za Misri. Hata kwenye uwepo wa Bwana kuna nyama, kuna matikiti pia. Mwambie Bwana, takulaje nyama na matikiti kwenye njia yako, ila usimwambie Bwana, nimeyakumbuka matikiti ya Misri. Oh, naona matajiri wakubwa hapa, naona watu wakifanya miamala mikubwa ya pesa. Ninaona watu wakilipa ada za shule, watu wakilipa kodi za nyumba. Ninaona watu wakijenga nyumba zao. Ninaona mtu anahamia kwenye nyumba yake mwaka huu 2026. Ninaona mtu akihamia kwenye nyumba yake. Ningekuwa mimi ni wewe, ningezidi kulia kwa Bwana na kumwambia Bwana, napokea. Ramandekese. Ninaona mtu akiambiwa, ewe fulani, pokea pete hii, ni ishara ya upendo wangu kwako. Sijui ni nani anaambiwa hivyo, ila mimi namuona anaambiwa. Ora pasekete rakatekete. Ninaona mtu akimiliki gari yake binafsi huu mwaka. Raba shekete. Weka tu kwenye njia ya Bwana, fanya kazi, usitapeli mtu, usimuibie mtu. Kaa tu kwenye njia ya Bwana, utaendesha hiyo gari. Kuna mtu anapata mazao mengi sana mwaka huu, licha ya mvua kuwa nyingi, ila kuna mtu anapata mazao mengi sana shambani kwake. Yuko hapa namuona. Naona mtu hapa mifugo yake ikichanua. Raka sekete. Naona mtu uwepo wa Bwana umemrudia. Anaamka saa 8 usiku, anaomba, analala, anaamka tena, anaomba. Ninamuona yuko hapa, muombaji mkubwa. Hauko tena Ikabodi. Oh, nikujue, oh, nikuelewe, nilifahamu neno lako Baba. Wewe ninapenda nikuabudu Bwana, siku zote nikuabudu Bwana. Nikuache na uwepo wa Bwana. Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa yote ambayo umetusemesha, asante kwa yote ambayo umetujenga. Nasi tunajiweka mikononi mwako, tunaenda kinyume na roho za visasi na malipizi katika jina la Yesu. Naomba Bwana vikae mbali nasi, neema yako, ulinzi wako, nguvu zako, mafuta yako, upako wako, upendo wako, baraka zako, neema juu ya neema. Naomba vitufunike Bwana, tuendelee kutembea nuruni mwako na kwenye mbawa zako. Tuendelee kuona mema na mafanikio ukiwa pamoja na sisi, kama ulivyokuwa pamoja na Yoshua, katika jina la Yesu. Mimi ni Yoshua wa zama za leo. Sema, mimi ni Yoshua wa zama za leo. Sema, mimi ni Yoshua wa zama za leo. Rabandirebushakata, rebushakata, rikasakata, remakata.